Mimi kwa majina naitwa Nicholas Luhende, ni mratibu wa mradi wa vijana unaoitwa Youth VDT ambao unafanya kazi katika manispaa ya Shinyanga. Leo tulikuwa na wasaa kukutana na afisa mazingira wa manispaa, na huu wasaa ulijumuisha taasisi mbili kwa maana ya Joseph Muhunda Nyerere Foundation lakini pia na Youth VDT ambao kwa pamoja tulikubaliana kukutana na afisa mazingira kwa ajili ya kupata uzoefu wa hali halisi ya mazingira ndani ya manispaa yetu. Kikao chetu cha leo kilikuwa kinakusudia kufahamu mengi kuhusiana na hali hiyo, ili basi katika shughuli ambazo tunakusudia kuzifanya kama taasisi za wazalendo wa Shinyanga mjini kwenye mazingira tuweze kuwa na taarifa sahihi kwa ajili ya kuweza kufanikisha mambo yetu hapa. Tunashukuru tumepata wasaa kukutana naye na tumeyajenga, tumeongea mengi na ametupa mwongozo mzuri na mwanga katika kuweza kuturuhusu sisi kukaa pamoja na kufikiria namna bora ya kwenda mbele, tukiwa na ushauri mzuri kutoka kwa wataalamu ambao wanahusika na masuala ya mazingira ndani ya manispaa. Tunaamini kwamba programu na shughuli mbalimbali tutakazokuja kuzifanya ndani ya manispaa zitakuwa zimejikita katika kuleta maendeleo na ustawi wa mazingira katika ndani ya manispaa yetu ya Shinyanga mjini. Naitwa Mwalimu Leonard Mapolu, ni mratibu wa taasisi inayojihusisha na masuala ya mazingira kwa upande wa mkoa wetu wa Shinyanga, hususan manispaa ya Shinyanga inayoitwa Joseph Muhunda Nyerere Foundation. Sasa kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa taasisi hii natumia fursa hii kuhamasisha watu wote kuendelea kutunza mazingira. Mazingira yanaendelea kutusaidia sisi kuendeleza uhai wetu na wanyama, lakini pia na shughuli zetu za kibinadamu mbalimbali, ziwe za kiuchumi, za kijamii, za kidini na kadhalika. Na katika kuwapa hamasa watu, sasa tunatumia kauli mbiu. Kwa mfano hapa sasa kwa Shinyanga tunasema uzalendo na mazingira Shinyanga, kwa pamoja tunaweza. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuendelea kutoa elimu kwa watu mbalimbali kwamba tuendelee kupanda miti ambayo inaendelea kutupa hewa safi ya kunyonya ile hewa ukaa ambayo inachafua mazingira, lakini vile vile kuacha kutupa taka ovyo, tuzipeleke mahali sahihi, lakini vile vile tuendelee kufanya kilimo ambacho kinaendelea kutunza mazingira na ufugaji ambao hauharibu mazingira. Na mambo haya yanahusisha watu mbalimbali katika jamii yetu. Uwe ni kiongozi, uwe ni mtu wa kawaida, uwe ni mtu wa dini fulani, uwe ni mtu wa hali ya juu ya kiuchumi, uwe ni wa hali ya chini ya kiuchumi, mtu yoyote kwa kweli unahamasishwa kutunza mazingira. Kwa majina naitwa Rahma Petro Kware, natokea kata ya Mjini, Shinyanga. Ni mratibu kutoka katika taasisi yetu ya Joseph Muhunda Nyerere Foundation. Hii taasisi yetu inahusika na mazingira, na leo tulikuwepo hapa katika ofisi ya halmashauri katika kitengo cha mazingira. Tumepokelewa vizuri, tumeongelea masuala mengi ambayo yanayohusu jamii yetu, hasa mazingira. Tunazungumzia katika upandaji wa miti, tukate mti, tupande mti. Kwa hiyo tunaomba jamii yetu, vijana, wazee, kwa pamoja tushirikiane katika kutunza mazingira yetu, kwa sababu mazingira yetu ni muhimu sana katika jamii yetu. Tutakapokuwa na mazingira mazuri, tutakuwa na afya nzuri, tutakuwa na maisha mazuri, tutakuwa na hali ya hewa nzuri na tutapata mvua kwa wingi. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomba tushirikiane katika kutunza mazingira yetu. Mimi kama mratibu niko hapa leo kwa jukumu moja tu, kuwaomba ndugu zangu kwa pamoja tushirikiane kwa pamoja huko tuliko katika kutunza mitaro yetu, katika kutunza ofisi zetu, kila tunapoenda. Mazingira yetu ndio maisha yetu. Kwa jina naitwa Chief Abdalla Sube, ni mwenyekiti mstaafu, yani katibu wenye viti vijiji na vitongoji mstaafu wa manispaa ya Shinyanga. Kwa ujumla nimefurahia sana uwepo wa taasisi hii ya kuweza sasa kujumuika kwa ajili ya kuweka mazingira yaliyo safi katika manispaa yetu hii ya Shinyanga, na kuweza sasa kujumuika na vijana na makundi mbalimbali kuweza kutoa elimu hii ili sasa iweze kuweka mazingira yaliyo endelevu katika manispaa yetu hii ya Shinyanga, ili sasa yawe kivutio baadaye katika jamii yetu. Haijalishi wewe ni nani, wewe una cheo gani, tunapofika kuhamasisha mazingira yawe katika muundo mzuri ili kuweka
hali ile ya ukisasa katika mji wetu ambao utaonesha upendo hata kwa wale vijana ambao hawapo katika mji huu wa Shinyanga, ili watakapokuja basi waone ile kazi tulioifanya sisi vijana wa manispaa hii ya Shinyanga waweze kuwa ni kivutio kikubwa katika muendelezo wa upandaji miti na kuweka katika mazingira ya mji huu safi wa manispaa hii ya Shinyanga au kwa mkoa mzima wa Shinyanga, kwa kujumuika makundi mbalimbali ya upandaji wa miti pamoja na kuweka mazingira safi, kwa kujumuika sisi vijana kuweza kusaidia jamii kwa namna moja au nyingine, ili kuepukana na mazingira ambayo yatakuwa si mazuri katika jamii. Kwa kweli naona yameongelewa mengi. Sisi tunashukuru kwa ushirikiano wako. Kwanza tumepata elimu nzuri sana ambapo tutaitumia kuanzia hapo tunapotaka kuanza. Sawa sawa. Ushirikiano kwa uzalendo wetu. Nafikiri hapa kinachotakiwa ni uzalendo, sababu tukitaka kufanya tu tuonekane hatutapata matokeo mazuri, lakini ile nia yetu na kweli kabisa tunataka mkoa wetu uwe katika mazingira fulani ambayo ni mazuri kwa jamii yetu na kwa kizazi ambacho kitakuja baadaye. So tunahitaji tuwe pamoja, tushirikiane kwa upendo mmoja, tufanye vitu vizuri. Sawa sawa. Sawa sawa. Na kwa hiyo tunapata wazo ambalo tulikuwa tujilisema, tunafikiri kuna hili katika hii program, yani kabla tujapanda miti, yani hii semina muziki tumeipata kutoka kwako na wao waipate, alafu sasa ndio tukapande, yani tukaanze tuendelee sasa na ule mchakato, yani waanze kupata kwanza elimu ambayo sisi tumeipata hapa, ili sasa mchakato uendelee. Sisi kwa sababu kila kipindi cha msimu wa mvua waga tunateua siku moja kama ndio siku mahususi kwa ajili ya zoezi la upandaji miti kiwilaya. Kwa hiyo tunateua sehemu moja. Safari hii tumeteua Shinyanga, tarafa ya Shinyanga, lakini huenda tunaweza tukapanga tofauti kwamba kama tumeamua ni Ndembezi kwenye open space fulani, tukahamasisha jamii husika ikafika, tukawa na ugawaji wa miti kwenye kaya. Kwa hiyo wanakaya waje wajitokeze pale, tupate PA system ya kama kwa address sasa hizo elimu ambazo mtazitoa, lakini tupande miti 10, 20, 30 ya mfano, ili zoezi la upandaji kwenye kata ya Ndembezi ndio ilete msimu sasa wa upandaji kwa wilaya ya wapi? Ya Shinyanga. Lakini ili tufanye vile lazima tuibainishe sisi hasa resources tulizonazo zipi, nyie kama wadau ambao mmejitokeza, nini kiko ndani ya uwezo wenu, nini hakiko ndani ya uwezo wenu. Sawa sawa. Ili sasa kile ambacho kiko ndani ya uwezo wenu tuone serikali na chip in vipi. Mmekuja na wazo, okay, wazo tumelipokea. Haya, tunakwenda. Kama sisi mnataka kutunga mkono kupitia mawazo yenu, it's okay. Lakini pia mnaweza mkasema sisi bwana tuna budget fulani kwa ajili ya miti. Tuna sijui budget fulani kwa ajili ya usafiri. Kama ambavyo tunafanya kazi na Yawe. Ili tukaona scale ya nia ni mleta wazo au mnataka wazo lile litekelezeke vipi na ushiriki wenu utakuwaje. Hapo labda niwarudishie sasa nyinyi. Mtu na mti, uzalendo na mazingira Shinyanga, kwa pamoja tunaweza. Mtu na mti, uzalendo na mazingira Shinyanga, kwa pamoja tunaweza. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na kumanufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.